Tabiria afya yako, tabiria yale ambayo unaona wewe huwezi, yatabirie. Leo kuna kitu Bwana atafanya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kuna wakati mwingine usisubiri mchungaji aje akuwekee mkono, lakini lile neno lake ndio nabii. Lichukue, lifanyie kazi, halafu mwambie Mungu, hili neno ni la kwangu, ninataka hatua kutokea kwenye neno hili. Ninapitia ndio, lakini leo nataka hatua. Kwa namna nyingine tena leo Bwana anasema na wewe kwamba kama umepita kwenye wakati mgumu, ni wakati wako wa kuona kwamba inawezekana tena kwa jina la Yesu. Majeshi, hata kama unaona unapita kwenye wakati huelewi, wakati wa fedha umekuwa mkavu kifedha, Bwana anasema jitabirie leo. Haleluya. Hakuna gumu la kumshinda Mungu. Mungu ametuletea baraka kwenye kanisa letu hili. Hebu mpigie Mungu makofi ya shangwe kwa ajili ya askofu wetu Maximilian Matimu kwa ajili ya ujenzi huu. Unajua kuna wachungaji ambao wameanza kazi ya Mungu miaka zaidi yake, lakini hawana kiwanja, hawana hatua. Kwa nini? Hawajathubutu. Lakini askofu wetu huyu, napenda sana kumuita mwana mapinduzi, nadhani ni jina zuri sana kwetu. Amen. Yeye amethubutu, yeye ameona mbali. Sasa anapokuambia hebu tuifanye kazi ya Mungu, unasema hapana, unajua mimi sina hela. Wewe ukisema huna hela na hazitakuwepo. Majeshi, yaani unaruhusu uwe mkavu siku zote. Hebu amua kumsikiliza Mungu na kufanya kile Mungu anataka kwenye maisha yako. Pengine hata kwa kile kidogo cha kwako unachokitoa kwa Mungu, ndipo utahuika kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Leo nikutie moyo ya kwamba wewe sio wa hivyo. Wewe ni wanyama, wewe ni wa mishipa, wewe ni wa mifupa iliyonona, wewe ni wa nguvu, wewe ni wa kufanya mambo makubwa, wewe ni wa kuhuisha, wewe ni wa kubarikiwa, wewe sio wa kukata tamaa. Hao wana wa Israeli walikata tamaa, wakasema Mungu hayupo tena, ametuacha. Walivunjika moyo, lakini sio wewe mwanamke mahali hapa, wala sio wewe mwanaume mahali hapa. Bwana anasema na wewe ya kwamba inawezekana tena, kwa sababu ulisahau kulitabiria. Litabirie kwa jina la Yesu. Usiende kwenye mafuta, usisubiri uende kwenye manikate, vitu vimenunuliwa mambo mabaya, wewe unaenda unalipa. Wakati sisi tumepewa bure, na tunaye baba, tunaye mama mahali hapa, tunao watumishi wa Mungu waliotoa mafuta kutuweka sawa sawa. Wewe unaenda kupoteza muda, usiende kule. Majeshi, kule hakuna uzima. Nisamee kama uko hapo unaenda kule. Maana siku za leo waliochoka kuomba tu ndio wanaendaga kule. Waliovunjika moyo tu ndio wanaendaga kule. Mifupa mikavu tu ndio inaenda kule. Sasa ni mifupa mikavu, lakini bado inapoenda inazidi kukaushwa. Leo usiwe wewe kwa jina la Yesu. Wewe msikilize Mungu wa mahali hapa. Mungu ana makusudi kukupanda hapa. Pengine kuna mtu alikuja akiwa na dhiki nyingi, mateso mengi, lakini kupitia mwana mapinduzi uko hivyo leo umenona. Ni kwa sababu Mungu amemtia mafuta ili akuchunge wewe, amemtia mafuta ili ufanikiwe wewe, amemtia mafuta ili urudishwe. Kuna vitu vilikuwa